Haya, tunaendelea na simulizi yetu ya usaliti sehemu ya pili. Dada Mary anasema yaani mume wangu akajifanya ana akili sana kutaka kugeuza mchezo. Kumbe kuna mtu anaichezea namba ya mdogo wangu, sio? Nikamwambia sawa mume wangu, mimi ni daktari wa kidato cha 4. Sijui mambo yenu ya teknolojia ya wasomi, lakini kuna kitu kimoja nataka uniambie. Huyu mharibifu anayeandika hapa anajuaje kama jana usiku sijalala nilikuwa nakupigia simu hupatikani? Anajuaje kama uliniambia uko kazini una emergency ya upasuaji? Sawa, huyo haka ana akili sana, lakini kuna mahali umefeli. Jana usiku saa 7 mtoto jirani yangu alipata degedege. Kwa kuwa gari yangu nilimpa Irene, ilibidi tuende barabarani kutafuta taxi. Nikamkimbiza yule mtoto hospitali, tena hospitali wanaofanyia wewe kazi mume wangu. Hapo sasa nikaona jasho jembamba linaanza kumtoka. Nikamwambia nilienda mpaka ofisini kwako usiku ule nikijua mume wangu anakimbizana kuokoa maisha ya watu, lakini wauguzi na madaktari wenzako walitahamaki kuniona. Wakaniambia daktari hajaingia kazini kabisa na hayuko zamu. Sasa niambie mume wangu, jana usiku kucha ulikuwa hospitali gani? Na huyu haka anayejua siri za ndani ya nyumba yetu mimi na wewe. Mume wangu akajitetea kwa kusema, Mary, tulia nikwambie kitu ambacho kisheria sikutakiwa kukwambia. Jana usiku sikuwa kwenye zamu ya kawaida ya hospitali ya serikali. Ndio maana wale wauguzi wadogo walikwambia sipo kazini. Niliitwa kwenye dharura kubwa sana kwenye kliniki binafsi ya bosi wangu mkubwa, kwenda kumfanyia upasuaji wa asili kiongozi mmoja mkubwa sana hapa nchini ambaye hatakiwi kujulikana anaumwa. Nikamwambia sawa, lakini niambie huyu mtu kwenye simu anayetuma message ambaye namba yake haina jina, anajuaje kuwa mimi Mary jana usiku sijalala na nilikupigia simu? Anajuaje kuwa wewe uliniambia uko kazini? Na ndiye anayekupa hizo vitu adimu ambazo huyu anayeandika hapa anasema unazipenda wewe mume wangu. Usione sina shule ukanifanya mimi kichaa. Sasa hivi tunatoka mimi na wewe, twende hadi nyumbani kwa Irene tukajue huyo aliyedondosha hereni kwenye gari yako alikuwa ni nani. Tuondoke. Mume wangu akili yake ikajua hapa nikikubali tu ndoa imekwisha na heshima yake pia itapotea. Aliamua kukaza roho na kukataa kata mpaka tone la mwisho. Alirusha ile simu kitandani akakunja uso kama mtu aliyekosewa adabu vibaya sana. Kisha akasema, Mary, unajua nini? Sasa hivi umepitiliza mipaka. Umepitiliza mipaka na huu pumbavu wako. Hivi mimi nikae hapa kubishana na wewe mambo ya kitoto kama haya? Yaani kama vile tuko shule ya msingi. Eti twende kwa Irene. Yaani unataka niongozane na wewe kwenda kumdhalilisha shemeji yangu asubuhi hii kisa wivu wako wa kijinga? Siendi. Kwanza huyo Irene usisubutu hata kumsumbua na kumwambia hayo, atakushangaa sana. Akawa anaongea huku anataka kuondoka. Hizo message unazong'ang'ania hapo mimi sizijui. Sijui zimeingiaje, sijui huyo haka amezijuaje siri zetu, au mtu anayejua ratiba zangu kazini ndiye anayechezea huu mchezo kutuharibia amani. Mimi siwezi kukubali kufanywa mjinga ndani ya nyumba yangu. Kama huamini maneno yangu, fanya utakacho. Akatupa nguo zake chini kwa hasira akaondoka. Sasa kutokana na wenge alisahau simu yake. Aliacha pale pale kitandani alipoitupa, akiwaza tu kukimbia yale maswali yangu niliyokuwa na mgonga ndani ya mfupa. Niligeukia ile simu haraka sana, nikaichukua na kuingia tena kwenye ule ukurasa wa message kati yake na Irene. Sikupoteza hata sekunde. Nilitumia simu ya mume wangu kumtumia message Irene ya mtego wa haraka. Nikaandika, Irene, mambo yameharibika sana huko nyumbani. Mary amegundua kila kitu
na alienda hospitali usiku kuuliza zamu yangu. Sasa hivi nimeondoka nyumbani kwa hasira baada ya kugombana sana na Mary. Nakuja hapo kwako getoni sasa hivi tujue tunafanya nini. Hazikupita hata dakika 2, Irene akajibu message hapo hapo. We shemeji, unakuja saa hizi? Mary asije kukufuata huku. Mimi ndo kwanza naamka hapa. Niko ndani. Wazo la kuja huku sikushauri. Mary anaweza kuja huku. Kwani imekuwaje? Nilijikuta nalia kwa hasira ya jinsi watu wawili niliowapenda walivyoweza kunigeuza zuzu. Nikafuta machozi yote usoni. Nikatoka nje ya nyumba kama simba aliyejeruhiwa. Nilijua fika mume wangu hawezi kwenda huko. Nilimchukua yule kijana wa bodaboda, nikamwambia washa pikipiki yako, twende spidi 100 hadi nyumbani kwa Irene. Bodaboda alibaki anashangaa. Kwani kuna nini sister? Nikamwambia haya kuhusu, wewe fanya kazi yako. Yule kaka wa bodaboda aliona sura yangu imebadilika na macho yamekuwa mekundu kwa hasira. Hakuuliza swali la pili. Alikanyaga mafuta tukaondoka. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa hasira. Nilitamani ile pikipiki iwe na mabawa turuke. Mawazo 1000 yalikuwa yanapiga kichwani kwangu. Hapo sijui hata naenda kufanya tukio gani. Nilimkumbuka mdogo wangu Irene, nilivyokaa naye kwa upendo. Nilimkumbuka mume wangu, nilivyomwamini kama malaika. Machozi yalianza kunitoka, lakini niliyafuta haraka sana. Baada ya dakika kadhaa tukawa tumefika. Nilimwambia boda asiondoke. Niliona gari yangu imepaki. Niligusa bonnet, lilikuwa la baridi kabisa. Hii ilikuwa uthibitisho tosha kuwa halikutoka usiku kucha kwenda popote. Nikatumia nguvu zangu zote kupiga mlango. Ulifunguka na kugonga ukuta. Sijui hata hizo nguvu nilipata wapi. Usicheze na hasira jamani. Irene alishtuka sana. Alikuwa amevaa kanga moja tu, macho yamemtoka kama panya na mdomo wazi. Aliponiona mimi, alirudi nyuma na kugonga ukuta. Kisha akasema, "Dada Mary, mbona asubuhi hii? Kwani kuna nini? Au unataka kuniwa na pressure?" Irene aliongea kwa sauti ya kutetemeka, huku akijaribu kuzuia kanga yake isianguke. Nilimsogelea huku nikimtazama machoni. Niliwasha ile simu ya mume wangu niliyokuwa nayo mkononi. Kisha nikamsomea ile message aliyojibu muda mfupi uliopita. We shemeji, unakuja saa hizi? Mary asije kukufuata huku. Mimi ndo kwanza naamka. Irene, nimefika. Sasa niambie, aliyekuamsha kitandani sasa hivi ni nani? Irene anatafuta pa kutokea, lakini sikumpa chance. Alianza kulia na kushika miguu yangu, maana ananijua hasira zangu zilivyo mbaya. Angekuja juu kingemkuta kitu. Akasema, "Dada Mary, hebu nionee huruma. Niangalie vizuri machoni. Hivi kweli mimi naweza kufanya uchafu huu na shemeji yangu? Mimi na huyu mwanaume hatuna mahusiano yoyote ya kimapenzi na wala sijawahi kulala naye." Hapo hapo sauti ya gari ilisikika kwa nje. Mume wangu alikuwa amewasili baada ya kugundua kuwa alisahau simu yake nyumbani na akajua siri imeshavuja. Hapo sasa mchezo ukawa umekamilika. Wote wako mbele yangu. Mume wangu aliingia ndani. Alivyoniona katika hali ile akaanza kusema, "Mary, hivi una akili timamu kweli wewe? Au umepatwa na wazimu? Yaani umefikia hatua unakuja kumfanyia fujo mdogo wako asubuhi yote hii kisa wivu wako wa kijinga?" Akamnyeshea Irene kidole huku akijifanya ana hasira ya kulinda heshima yake. "Na wewe Irene, unapiga magoti nini hapo chini? Unamlilia huyu mwanamke anayeongozwa na hisia za kitoto?" Irene akasema, "Mary amesoma hizo message zilizotengenezwa na maadui zangu kazini. Halafu akili yake fupi imemwambia aje hapa kunifanyia fujo." Macho yake yakiwa yamejaa hasira ya kujifanya. Mume wangu akasema, "Mary, rudisha simu yangu haraka sana. Hiyo simu ina siri za wagonjwa. Usiletee masiara kabisa kwenye simu yangu." Irene akasema, "Shem, yani mimi ndo kwanza ninaamka sasa hivi.
na simu yangu ilikuwa imezima usiku kucha. Hiyo message anayosema nimemjibu sijui imetoka kwa nani wala nani kaiandika. Angalia hata simu yangu hii hapa imezima jamani, toka jana jioni. Irene naye akachukua simu yake juu ya meza akinionyesha kweli ilikuwa imezima. Sikubisha, lakini macho yangu yalitua kwenye chaja iliyokuwa imechomeka ukutani. Nikaifuata taratibu, nikaichukua ile simu ya Irene, nikaunganisha kwenye chaja. Baada ya sekunde chache ikawaka. Nikamwambia Irene, toa password. Alisita kwa sekunde chache kisha akaifungua. Nilipoingia kwenye ujumbe mfupi wa simu, nilikuta mazungumzo yote kati yake na mume wangu yakiwa bado yapo. Sikuhitaji kuuliza swali lingine. Hasira zilinipanda. Nilimrukia Irene na kuanza kumshambulia kwa hasira. Mume wangu alijaribu kuzuia lakini sikuwa namsikiliza. Baada ya muda niliondoka pale ndani nikiwa nimevunjika moyo kabisa. Nilirudi kwangu nikajitupa kitandani na kuanza kulia kwa uchungu sana. Nikajiuliza, hivi kweli watu wawili niliowaamini kuliko mtu mwingine yeyote duniani wameweza kunifanya mjinga kiasi hiki? Nilitamani kufunga vilago vyangu kuondoka, lakini nikakumbuka jasho langu nililowekeza kujenga ndoa hiyo. Nikajiambia, hapana, siondoki, hii ni nyumba yangu. Sitoachia nafasi wafurahie wafanye uchafu wao. Nilibaki nyumbani kumsubiri mume wangu arudi, lakini kitu cha ajabu na cha kushangaza, siku hiyo mume wangu hakurudi kabisa. Nilikesha peke yangu nikilia, huku maswali mengi yakiwa kichwani kwangu. Basi kesho yake asubuhi nilimuona mume wangu akiingia ndani. Nilitegemea angeingia kwa unyonge, labda apige magoti aniombe msamaha kwa machafu aliyoyafanya, lakini wapi. Aliingia huku amenuna, uso umekunjamana kana kwamba yeye ndo alikuwa ametendewa kosa. Alipita sebuleni bila hata kunisalimia. Akaingia chumbani akabadili nguo na kuanza kujiandaa kutoka. Sikuvumilia tena. Nilimvuta koti lake nikamwambia kwa hasira, "Yaani wewe mwanaume, baada ya yote uliyoyafanya bado unaingia hapa ndani umenuna? Tena hukurudi nyumbani usiku kucha, ulikuwa umelala wapi?" Alinisukuma kidogo pembeni kisha akasema kwa sauti ya baridi, "Mary, punguza kelele. Nilikuwa hospitalini na mtibu Irene. Hujui kama ulimuumiza jana? Ulimvunja mkono ukampasua na kichwani. Baada ya kuona aibu unyama uliofanya, bado unanipigia kelele hapa? Hebu niache." Nilimtazama usoni kwa mshangao. Kabidi nicheke kwanza kwa uchungu. Nikasema, kumbe bado yuko mzima. Nilidhani labda baada ya yote kutokea atakuwa hayupo tena. Ngoja nikwambie, kile kichapo alistahili, na bado na wewe zamu yako inakuja. Mliniona mimi mjinga mkaniweka gizani mkafikiri sitagundua kitu. Akatikisa kichwa na kusema, "Sawa Mary, fanya unachotaka, lakini kumbuka mimi ndio mwanaume wa nyumba hii. Hizo sera zako za kitoto hazitakusaidia chochote. Kama unajiona una jeuri ya kubaki hapa kuleta fujo, utabaki mwenyewe na hizi kuta za nyumba. Mimi sirudi hapa mpaka ujifunze adabu na umuombe msamaha Irene kwa ulichomfanyia." Baada ya kusema hivyo, aligeuka na kuondoka. Nilibaki meduaa. Nikajiambia moyoni, huyu mwanaume kweli akili yake imekaa sawa au imehama? Mimi nimuombe msamaha Irene baada ya usaliti wote huu? Sikutaka kumwambia mtu yeyote yaliyokuwa yametokea. Niliona ni bora nisubiri kwanza nione mwisho wa mchezo wao upoje. Nikiwa bado nawaza, ghafla simu yangu ikaingia ujumbe mfupi. Ulikuwa umetoka kwa Irene. Nilidhani labda ameona kosa lake na anaomba msamaha, lakini nilipofungua macho yalinitoka. Nani anataka kujua nini kiliendelea? Niambie hapa kwenye comment.